Tausi! Tausi! Tausi mdogo wangu. Tausi. Tausi jamani. Tausi! Wa Tausi. Tausi! Ai Mungu wangu. Tausi mdogo wangu, Tausi! Halo kaka. Dada, vipi? Habari za huko? Huku salama, sijui huko. Huku salama tu dada. Yaani nashukuru sana nilivyokupata kakaangu. Kwani ulikuwa upatikani wiki mzima na kutafuta? Vipi, kuna shida gani dada? Huku kijijini kuna matatizo. Matatizo? Matatizo gani tena dada? Yaani nilikuwa ninakuomba kama ikiwezekana sasa hivi ujiandae hapo uje huku nyumbani. Kwani kuna shida gani dada? Hakuna haja ya kuongea kwenye simu. Wewe njoo huku nyumbani tutazungumza. Basi sawa. Wacha nijiandae. Sawa, hamna shida. Hodi. Dada. Kaka. Dada huyo. Karibu. Asante, habari? Nzima, za huko? Safi, shikamoo. Marahaba. Karibu basi ndani. Wewe acha tu. Choka. Makasi. Ndio dada. Kwanza nashukuru sana kwa kuja. Maana toka ulivyokuja hapa unaona ukimya umetawala hapa nyumbani. Ni kweli. Alafu isitoshe, Tausi uko wapi? Tausi amefariki. Amefariki? Ndio Makasi. Ilikuwaje? Tausi alibakwa. Amebakwa? Ni kina nani hao walofanya ushenzi huo dada? Ni vijana wa hapa tu kijijini. Je, wewe umechukua hatua gani sasa? Na ilikuwaje? Siku hiyo Tausi nilimtuma dukani. Kwani ukiwa na mimi unaharibikiwa nini? Kwanza ukiwa na mimi wewe mchumba kupendeza kila day, unajua zile. Alafu deliver kwa muuni. Umeona mimi nishakuelewa wewe.
Nataka uwe my wife pale, my kilio nini, si unaelewa zile za kiuni. Hivi kwa unavyoniona nina haja kutembea na mtu kama wewe? Hata wale wenzako waliokaa pale hakuna hata mmoja mwenye levu ya kutembea na mtu kama mimi. Kwenye hichi kijiji chote hichi hakuna mtu hata mmoja wa kutembea na mtu kama mimi. Kwanza najiamini, pili najikubali. Umenielewa? Jiangalie. Kwanza mchafu, pili hauna muonekano. Yaani wewe upo tu kama jalala. Jiangalie na kuheshimu. Tena na kuheshimu. Heshima haiuzwi. Umenielewa? Vipi msilavaji? Ndio kama mlivyoona, mnaniuliza vipi nyie muone au? Wasema nini mwanangu? Ule mchumba ule anaita dharau, alafu sio wewe tu hizo dharau ulizoleta hapa. Hadi mimi alinifanyia dharau. Unajua, anitolea mashiti kibao. Sema ule mchumba kumfanyia jambo. Sikizeni kwa mpeni kitu hapa, sio kumfanyia jambo hapa. Kama vipi tunamfuata tunafanya letu. Hauni. Nyuma na mbele au sehemu moja? Kote. Kote mbele na nyuma tunapata. Shaba juu mapema tu. Mama, tulia. Poa. Fanya kama kamwe siumbuki kasitoumbuka na kesha amlali muweke. Jamani, kalamu nyingine hizi kama unajua kuimba inabidi uimbe hivyo ili tu siku ziende. Na kesha kaimba msanii gani? Bazaga jamani, kalamu nyingine hizi uimba tu. Sauti yote. Mama. Wewe Tausi. Wewe vipi? Niambie basi sasa, ukilia unanichanganya. Dada, nimebakwa. Umebakwa? Na hao vijana wakubaka unawafahamu? Nafahamu. Kuna kitu chochote umewafanyia hao vijana? Hapana dada. Umewatukana labda? Hapana. Sasa sikia, hapa hakuna ukazi. Basi nyamaza basi. Nyamaza. Vavo vyako.
Sawa basi. Ina maana unawajua hao vijana? Ndio, nawajua. Sawa. Kuna chochote ambacho umewakosea? Hakuna nilichowakosea, ila mmoja wao alinitongoza nikamkataa. Umesema ni wale vijana wanakaa pale kijiweni? Ndio mwenyekiti. Sawa. Mimi nitalifanyia kazi hilo swala. Sikia, nikwambie kitu. Mimi nitalifanyia hiyo kazi hilo swala. Sawa mwenyekiti, naomba ulifanyie kazi hilo swala, maana unyama alofanywa ndugu yangu mimi sijapendelezwa nao kabisa. Kwa hiyo hakikisha hao vijana wanakuwa mikononi mwako. Nimesema niachie mimi, kwa sababu mimi kama mwenyekiti na mimi kama serikali, na kwa kitu ambacho walichokifanya wamenizalilisha mimi mwenyekiti na wamezalilisha kijiji changu, nitalifanyia kazi. Sasa mimi nilikuwa nakuomba umchukue huyu uende naye hospitali. Hilo ndo lilikuwa wazo langu, turudi nyumbani ili nijiandae nimpeleke hospitali. Kwa nakuomba tena kwa mara ya pili mwenyekiti, au vijana hakikisha wanakuwa mikononi mwako. Sawa, ila kesho mrudi muje kuchukua barua muende polisi, na ikiwezekana fike hadi mahakamani. Sawa, hamna shida. Tulia. Eti ni mwenyekiti. Tulia. Nimekwambia tulia kama moja. Usitaki nikubadilikie. Tulia kama moja. Umeona alipanga? Nimekuja hapa kukwambia jambo moja tu. Na jambo lenyewe, hii kesi ya kubaka kijijini sitaki ajue mtu wote. Nataka ife hapa hapa. Na hata hiyo barua unataka kuwapa mabinti, naomba ishi hapa hapa. Na sitaki sambaye kokote tena. Na utapoendelea hili panga, na sisi wote tulokuepo, kichwa chako kitakuwa halali yetu. Sidhani umenielewa? Umenielewa? Nakusamehe kwa leo. Ondokeni.
Mdogo wangu, naomba usiwe katika hali hiyo. Mimi naamini sheria itafuata mkondo wake. Lazima hao vijana waingie katika mikono ya serikali. Kwa nakuomba mdogo wangu, usijali kwa hilo. Sawa? Sawa dada, nimekuelewa. Dada, naomba nikapumzike, maana nasikia maumivu makali sana. Sawa mdogo wangu, nenda kapumzike. Ukiamka ili nikupeleke hospitali. Mungu wangu, jalia hii kesi, lazima wa vijana wapatikane. Odi mwenyekiti. Habari za hapa mwenyekiti? Hapa ni safi kabisa. Sawa. Bila shaka ndo mmekuja kufuata ile taarifa. Ndiyo. Vizuri. Sasa ipo hivi. Kwa utafiti wangu mimi niliofanya, kwa upelelezi wangu, nimegundua kwamba mdogo wako ndo sababu yeye kubakwa. Sijakuelewa mwenyekiti, unamaanisha nini? Nachomaanisha, mdogo wako ni malaya. Umalaya? Mwenyekiti, mimi malaya? Mimi malaya? Mdogo wangu. Tulia. Tulia nakuomba mdogo wangu, tulia. Asante mwenyekiti. Ila kumbuka, haki ya mnyonge haipotei. Hayo maneno yako hayawezi yakabadilisha chochote kile, kwa sababu mimi ndo mwenyekiti, mimi ndo serikali ambaye naweza nikakupa barua wewe kaenda polisi au mahakamani, lakini mimi siwezi kupoteza nguvu kazi kwa sababu ya umalaya wa mdogo wako. Manake katika hicho kijiji wote wanajua kama mdogo wako ni malaya. Sawa, tunashukuru. Ya, ni vizuri. Nimependa. Naona kila siku zinavyozidi kwenda unazidi kupendeza. Wewe mwanangu Timsela, Unasemaje Vajisela? unaona mchumba huyo? Kikuwa suza kiuni sana zile. Mimi ngifungia geto nikiwa kila siku nazagamua tu. Ya. Sema nikwambie kitu, Vajisela. Huyu tayari ashakuwa mke wetu. Kwa usiwazi wala nini. Kutokana kila nikimwangalia kila siku anazidi kupendeza. Nyinyi vijana, kila mchuma janga hula na nduguye, na hili mnalolichuma mtakula na ndugu zenu. Sikia nikwambie kitu. Wewe ni mwanamke tu. Oa, kavitu mfanye kama ninavyofanya wengine tu, mbona rahisi tu wewe? Tena nayo. Asumbui yule. Tukimhitaji muda wote. Shaka wake zetu tuondokeni tu.
Mdogo wangu Tausi, mimi naona hakuna wewe haja ya kutoa machozi. Siamini kama mwenyekiti anaweza akatufanyia hivi. Yaani mpaka sasa bado najiuliza. Ila mdogo wangu, usijali. Mimi naamini Mwenyezi Mungu atasimamia kwa hili. Hakuna haja wewe ya kutoa machozi. Ukitoa machozi sawa sawa kwamba sisi tumeshindwa, na bado sisi hatujashindwa. Nitakupambania mdogo wangu hadi upate haki yako. Sawa mdogo wangu, umenielewa? Basi mimi acha nikaandae chakula. Maana si unakumbuka inabidi turudi hospitali. Fanya kama nimebeba. Kwa upelelezi wangu nimegundua kwamba mdogo wako ndo sababu yeye kubakwa. Sijakuelewa mwenyekiti, unamaanisha nini? Nachomaanisha mdogo wako ni malaya. Umalaya? Mwenyekiti, mimi malaya? Mimi malaya? Mdogo wangu. Mwanangu Timsela. Unasemaje Vajisela? Unaona mchumba huyo? Kikuwa suza kiuni sana zile. Ningefungia geto nikiwa kila siku nazagamua tu. Ya. Sema nikwambie kitu, Vajisela. Huyu tayari ashakuwa mke wetu. Kwa siwazi wala nini. Tausi mdogo wangu. Tausi jamani. Tausi. We Tausi. Tausi jamani, uamuzi uliochukua sasa uamuzi gani lakini Tausi? Tausi mdogo wangu. Tausi. Mungu wangu jamani. Tausi! We Tausi. Ai Mungu wangu. Tausi mdogo wangu, Tausi! Kaka, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa ushenzi huu lazima nilipe kisasi walohusika na mauaji ya mdogo wangu. Kaka, sasa unaenda wapi? Naenda kwa mwenyekiti. Unaenda kwa mwenyekiti? Ya. Mimi nakuomba usiende kwa mwenyekiti. Dada, naomba uniache nifuate akili zangu zinavyonituma. Lazima nifuatilie, siwezi kukubali. Kaka Makasi. Sasa huyu hata sijui nifanyaje.
maana wewe mwenyekiti katutimua. Mwenyekiti! Wa mwenyekiti Kibala! Oh. Naomba unisikilize kwa makini. Nimekuja hapa kwa mambo haya mawili tu. Ulipojua dada yangu amebakwa, ulichukua hatua gani? Kuwa mstaarabu basi. Sina haja ya ustaarabu wako. Ungekuwa unahitaji ustaarabu, ungefuata sheria. Pili, ulipojua kuwa dada yangu kabakwa, ulichukua hatua gani kwa vijana walombaka dada yangu? Sawa, niachie basi. Unajua hapo ulipokuja ni serikalini. Na mimi ni serikali. Soma nikunja. Sikia nikwambie. Kwa upelelezi wangu mimi nimefanya, mimi kama mwenyekiti, kuhusu wala dada yako nilifuatilia na nikaja kugundua dada yako wewe ni malaya. Mwenyekiti, naomba uishie hapo hapo. Dada yangu mimi sio malaya. Dole. Tena naomba uwe makini. Mwenyekiti, wewe ni mwenyekiti gani ambaye hautumia hata sheria, hautumia ustaarabu, eh? Dada yangu mimi malaya? Unataka nitumie sheria gani? Sheria ambayo niliotumia mimi kama mwenyekiti ni kufanya uchunguzi. Nikagundua dada yako ni malaya. Kwa hiyo mimi siwezi kupoteza nguvu kazi ya kijiji kwa sababu ya dada yako. Mimi sina msaada kwa hilo. Kama unataka msaada zaidi, nenda ngazi za juu. Niende ngazi za juu, eh? Ndio. Niende ngazi za juu. Ndio. Sasa sikiliza. Nitakapotoa hapa koto zangu, nikirudi tena nakuja na ngazi za juu. Vijana. Yaani hii ni bange. Hii tena ni bange ya dhahiri kabisa. Sasa njoo na hiyo ngazi. Sisi tupate. Dada. Nipo huko nyuma ya nyumba. Dada. Naona umetulia. Vipi uko utokapo? Wewe acha tu dada. Ama kweli huku kijijini kwenu hakuna viongozi. Unamaanisha nini? Yaani maneno alionijibu mwenyekiti. Mwenyekiti wa kuniambia mimi dada yangu malaya. Sikiliza nikwambie mdogo wangu Makasi. Huyo mwenyekiti huyo ni yani 100% nahisi anapewa rushwa. Ni kweli kabisa dada, kwa sababu hata nilivyotoka hapa nilitoka kiukali sana na kwa hasira kali. Lakini pia nilivyofika kule nilijaribu kujishusha. Kuambia tunafanyaje ili tuweze kuyamaliza mambo, tujue nani mbaya, Lakini yeye alichonijibu, aisee dada, nilishiwa pozi. Pale aliponiambia dada yangu malaya, na nilijaribu kujishusha tujue tunafanyaje, lakini yeye hakunyonyesha ushirikiano. Ila mimi dada, lazima nilipe kisasi. Nitakachokuja kukifanya mimi katika kijiji hichi, nitajenga historia. Sikiliza mdogo wangu. Yule mwenyekiti, cha kwanza kama ulivyosema, takuwa anapewa rushwa. Cha pili, nina wasiwasi pia itakuwa mchezo pia anaofahamu vizuri tu. Ni kweli kabisa dada, ni kweli kabisa. Ila dada, mimi na mbinu zangu za kujua nani mhusika. Ila ngoja naenda kwenye mizunguko yangu, nikirudi nitakuja kukwambia.
nitafanyeje ili kumjua nani mhusika. Sawa, na kuunga mkono, nipo pamoja na wewe. Basi sawa dada, mimi ngoja niende. Sawa, basi usichelewe kurudi. Chelewi dada. Sawa. Wanangu, hapa kijijini unajua kuna stori nazisikia hapa. Stori gani tena hizo? Kuhusu yule mtu lombaka huyu. Nasikia kakake kati ya booster hapa kijijini. Yule kakake bisho mzuri mchumba yule. Sema nini baji? Yule nyewe mchumba tu mwanangu. Wala asumbui. Aonda kwa kumtandia nini babu? Sikizeni kwambie kitu hapa ina haja kubishana. Mimi naona cha msingi watu inuke tuende kwa Sadali. Hilo ndio lilobaki. Amini yani. Kieni. Wanangu. Wewe si ndio ile kaka yule demo tulo mnanilisikia zile yule? Afu mzuri kana dada yake muone wangu. Amini yani. Sema nini? Ulikuwa unaenda wapi? Jibu babu. Wanaume tunakuuliza unaenda wapi? Asema sikia nikwambie kitu. Wanaume anapokuuliza naomba ujibu mara moja. Endelea kumhoji maswali. Unaenda wapi babu? Kama kana changano wangu. Kama sanamu. Sikizeni nikwambie kitu wanangu. Haina haja kupoteza muda. Tondokeni. Tutoke wanangu. Tendeke. Bwana mjumba tumekajona za kukata bwana. Vipi mselangu? Kama sawa tu mwanangu. Vipi unataka msumari hapo tutoe? Mimi sielewi. Sema hata. Una hapo wapi? Mwanangu nimefika kitambo hapa lakini hamna hata mmoja alofika mwanangu. Watu dogo midundo hujashuka bondeni kule kumcheki? Sijafika hapa, nimefika kitambo nilikuwa natia vesi tu hapa mwenyewe. Na feli ndio tulikuwa na mambo kibao tumeongea rafiki yangu tuyafanye. Ndio hivyo hapa mwenyewe. Baridi soke, nasikia ulikuwa unapiga moja mbili, hebu nipe kidogo na mimi nisikie mwanangu. Mimi siwezi kumiriki mwanamke mwenye tumbo, nikisema nakupenda so kweli itakuwa uongo. Mwanamke kalio hata likiwara mchongo. Vipi mwanangu basi? Wanangu sio poa uko na. Kuna pila nini? Afadhali wajomba wanangu. Utawe nini? Mtulia kwanza, tulia utawe nini? Mwanangu una hata viatu mshikaji wangu vipi? Wanangu nachoambia. Hamwezi mkaamini wanangu.
Sasa tuwezi kuamini, mbona unaangalia kwa afu unatuambia tuwezi kuamini, wewe mnanichanganya ujue. Midundo kafanyeje? Midundo kafumaniwa. Midundo kafanyeje? Midundo kadanja mwanangu. Midundo amefariki? Kadanja mwanangu. Midundo mwanetu mwanangu. Wewe mwanetu. Sikilizeni kwanza, mnanichanganya. Midundo kafa vipi kwanza? Mwenyewe sielewi. Nimemkuta turodi kule watu wamemdalia. Kwanza tundukeni huko tukapata uhakiki kwanza mwanangu. Nirushie kwanza. Sikilizeni nye vijana, naona mnapenda kunitisha sana. Juzi mmekuja kwangu, mmenifanyia fujo, mmenipiga sana bila kujua kama mimi ni serikali. Alafu isitoshe sijachukulia hatua yoyote ile. Sasa hayo mengine mimi sijui. Mwenyekiti, tusikie huko kote. Mimi nataka kujua nani anahusika na mauaji ya Midundo. Mimi sijui chochote. Na simjui yote ambao anahusika na hao mauaji. Ila kuna mtu mimi namuhisi. Unamaanisha nini kusema hivyo? Jana nilivyokuwa nyumbani alikuja Makasi na kunitolea vitisho sana. Na alivyoondoka alinambia kwamba atarudi na lote alohusika na hili swala la dada yake basi atalipiza kisasi. Okay. Sasa basi mimi ndikuwa na ombi, na sio ombi bali hii ni amri. Popote alipo, popote mtapomwona Makasi, mumkamate na mumshike ili aweze kuziba ule mdomo wake. Sawa? Sawa mwenyekiti. Tumeelewana hapo? Hilo limeisha mwenyekiti. Ndugu zangu, tumeelewana. Tusipoteze muda. Tuaini kwenda kumfuata. Poa, tulokea mwanangu. Najua hili jambo la Makasi linanumiza kichwa sana, na sijui nampatia wapi. Kama mwanangu, kama unawaza kula hivi afu ujiko chakula utakipataje? Baada kutoka kumtafuta unasema utampataje? Hawatajileta mwenyewe. Tutoke tukamtafute. Vipi uenda wapi? Sasa tumeongea nini hapo wanangu? Wewe mnayumba. Sikia nikwambie kitu, sio inuka tu. Unaenda wapi? Jibu swali. Kuna hapa tulikuwa naongea mada gani babu? Kama namtafuta Makasi, inukeni tujichenge tukamtafute. Mnakaa hapo na ndio atajileta mwenyewe hapo au? Baridi. Simama hapo. Nenda wapi? Nataka mboi naenda road. Ndio kwa nini? Sikutembea tu matembezi. Swali gani sawa? Ndio kwa nini? Kutembea naenda kufanya nini kwa nini? Umefungulia basi. Sikia tukwambie kitu. Hatuna muda kupoteza. Niambie, alomua Midundo nani? Midundo. Mimi sifahamu chochote kuhusu Midundo. Sema ukweli wewe.
Sasa niseme ukweli gani? Nishakwambieni mimi sijui kuhusu midundo. Niseme ukweli gani sasa? Unatuchezea akili yetu, si ndio? Fanya kazi yako. Manetu. Fanya chapu. Taja chapu mwanangu, mbona poteza muda wewe? Sasa nitaje nini? Mimi sijui chochote. Hujui nini? Mwanangu. Mikojo limenibana. Au nimkojolee mwanangu? Hamna. Kakojoe fast na rudi. Mwanangu mikojo. Ongea basi. Sasa mimi kama ningemuoa midundo au ningetaka kuwaua nyinyi wote, nyinyi msingekuwepo. Dogo mbona wachekeshe? Sikia kwambie kitu. Sio tunacheka kwa tukula sika kama wewe. Wewe mchumba tu kwetu. Zuchu tu. Taja chapu mwanetu. Naumiza. Nakuumiza nini? Taja chapu. Toka sauti ya Musala hiyo. Salama mwanangu. Tuko kifasi. Kafanya nini huyu? Musa. Bloody. Salah. Wandim. Nielewe basi, amekufa huyu. Salah. Amekufa ni anakufaje Samuni Salah? Amekufa, elewa. Sio sikia sasa. Hapa sio sehemu salama naona. Ndio tukamwangalia makati kule tulivyomwacha. Wandim, nachoona mimi naona hapo. Ameenda wapi hapa? Umemfungulia wewe? Mimi nitafungulia kitu kwa wote kule. Sasa nani kamfungulia hapa? Tumtafute humu mpolini humu. Au itakuwa kuna mtu alituona tunavyomfunga? Sijui, tumtafute humu mpolini, hajakimbia bado huyu. Tuondoke. Wewe nani? Mwenyekiti. Ndio. Naona hili jambo kabisa linapelekea nishakuwa baya. Tena zaidi ya baya. Kwa sababu sisi tulifanikiwa kumkamata Makasi. Tulivyokamata Makasi, tukaondoka naye mpaka polini tukamfunga kamba. Lakini mzetu mmoja Salah aliomba kwenda kujisaidia. Alikwenda kujisaidia, nikabaki mimi na rafiki yangu hapa, watu wawili. Hasa ghafla Salah akapiga kelele. Alipopiga kelele, tukabidi sisi wote wawili tumwache pale Makasi ili tumfuate bwana Salah kujua nini anapiga kelele. Ila cha ajabu tunafika kule, mwenzetu tumemkuta amekufa. Hivyo basi mimi na ndugu yangu tukatoka spidi sana kumwahi Makasi. Tunafika pale tunamkuta hayupo, kafunguliwa. Alafu sisi wenyewe tulikuwa tunajua kama muuaji ni Makasi. Lakini hapa nashindwa hata kujua nani aliua. Kwa hiyo unataka uniambie Makasi mlikuwa naye
Sala pindi anapoenda kujisaidia, alafu mnaenda kumwangalia Sala, unakuta amekufa. Sasa hapa nani atakuwa anaua? Bwana mwenyekiti, hilo swali ndio gumu kwetu, tunatumiza kichwa. Ila mimi nilichokiona, bora tuweke mtego tupate kumjua nani anaua, maana tulomzania sio sawa. Lakini jua mimi mwenyekiti, sihitaji kuipoteza hii nafasi yangu. Likija kujulikana hili swala, wote sisi tutaishia sehemu mbaya. Hapo nadhani mmenielewa. Nimeelewa sana mwenyekiti. Sasa basi ngoja tunaweza kwenda, tunarudi kesho kwa kula mbele. Muwe makini. Kwa mwenyekiti. Sawa. Na Sizonje? Kumbe Sizonje. Nilikwambieni kila mchuma janga hula na nduguye. Sasa hili mlilolichuma mtalila. Dada, unaenda wapi? Naenda kulipiza kisasi. Kisasi? Ndiyo. Mimi nakujua dada, ukiwa kwenye mavazi hayo unakuwa mtu aina gani? Kama umeamua kubadilika dada,
achana na mambo hayo. Kila mchuma janga hula na nduguye. Sasa hawa wamechuma mti ambao sio wa kwao. Dada, mimi nakujua vizuri dada, nakujua A to Z. Kama umeamua kubadilika dada, basi ya mambo achana nayo. Hapana, ile tabia nilokuwa nayo mjini sasa hacha niwe nayo, kwa sababu wameyataka wenyewe. Sawa dada, lakini wewe ulishabadilika, ulishaacha mambo hayo. Rudisha moyo nyuma dada, achana na mambo ya visasi, niachie mimi. Mimi ndo kulipa kisasi, sio wewe dada. Siwezi kupunguza hasira hadi nimalize kazi yangu. Sasa sikia nikwambie. Sawa dada. Nataka wewe uwe kama kimvuli changu. Mdogo wangu. Ndio dada. Leo umefika siku ya kulipa kisasi. Sasa hapa kuna mambo haya mawili. Yeah. Kazi kwako mdogo wangu. Dada, mimi alinifai. Mimi nitachukua haya mafuta tu, kwa sababu nina kazi nayo. Maana aliyeua kwa upanga atakufa kwa upanga. Walichomfanyia dada yangu ndio ninachotaka kuwafanya. Sasa basi, mimi siwezi kushuhudia haya mambo. Sawa dada. Acha nijichenge. Haina shida. Mimi nina wamudu hao. Sawa, kazi kwako. Sawa dada. Leo imefika hatima yenu. Mlichomtendea dada yangu ndicho nachotaka kuwafanya. Yaani leo nawafinya. Kale!